Yes, nafikiri kwamba watu wengi watakuwa na maswali mengi akilini. Ni kwa nini Tom pamoja na binti ambaye anaitwa Amina wameandaa mpango wa kumrudisha mtaalamu bwana Kevin nyumbani kwenye ndoa yake kwa mke wake Tina. Sasa tunafahamu kwamba Tina anakaa uadui na rafiki yake Amina bila ya yeye kutambua. Sasa nafikiri kwamba mtaalamu bwana Kevin atakubali kurudi nyumbani. Sasa tusubiri episode ya 14 hadi episode ya 15 itakwenda kutuambia kwamba Mr. Kevin atarudi nyumbani au hatarudi. Lakini kwa jinsi ambavyo ule mpango wa Mr. Tom umeenda sawa, nafikiri kwamba ni lazima Kevin atakuwa amemuelewa, lazima atarudi nyumbani kwa Tina. Sasa tunachanganyikiwa sehemu moja. Nafikiri pia wewe ni miongoni mwa watu ambao hauelewi kitu kinachoendelea hapa. Ni kwamba tunatambua kabisa Tom ametumwa na binti ambaye anaitwa Amina kwa ajili ya kurudisha penzi la Mr. Kevin pamoja na mke wake Tina, kwa sababu tunatambua kabisa kwamba Tom ndiye aliyeweza kuharibu hii ndoa. Sasa anawezaje kuirudisha hii ndoa hali ya kwamba tunafahamu kwamba Amina ana chuki na Tina kutokana na kwamba inavyosemekana Tina aliweza kumsababishia matatizo kwenye mahusiano yake, nafikiri hivyo. Sasa moja kati ya kitu ambacho kimetuchanganya zaidi ni kwamba mwamba bwana Tom amepewa mtonyo, amepewa kazi nyingine ya kuweza kumtafutia Mr. Kevin kazi. Sasa nafikiri kwamba hapa tumechanganyikiwa wengi wanatamani kujua nini sababu ya binti ambaye anaitwa Amina kutaka kumtafutia kazi Mr. Kevin. Na tutambue tu kwamba episode ya 14 moja kwa moja nafikiri Kevin atakwenda kurudi nyumbani kwake. Sasa kitu ambacho kitakuwa kimesalia kitakuwa ni kutafuta kazi tu. Naam, nafikiri kwa sasa utakuwa umemuelewa binti ambaye anaitwa Amina plani yake ya kumtumia Tom. Anachotaka kufanya hapo ni kumfanya Kevin amuamini yeye kupitia Mr. Tom, na litakapokuja swala la kutafuta kazi, Mr. Tom akipeleka ofa hii hapa kwa Kevin ya kwamba kuna kazi ambayo amemtafutia, Kevin hawezi kukataa kwa sababu tayari ameshamwamini Mr. Tom kutokana na maelezo ambayo aliweza kumpatia ya kwamba hatoki na mke wake bali ni wafanya biashara tu, yani ni business partner. Sasa nafikiri kwamba Mr. Kevin anakwenda kuingia kwenye mipango ya binti ambaye anaitwa Amina bila ya yeye kuweza kutambua. Lakini pia nafikiri kwamba kwenye episode ya 15 tutakwenda kuona ugomvi mzito kati ya mama na mwana. Nafikiri kwamba umeona jinsi ambavyo mama anakwenda kuvuka mipaka yake kutokana na kwamba Tina anampenda sana mume wake. Sidhani kama ataendelea kuyalea maovu ya mama yake. Sasa nafikiri episode ya 15 itakwenda kutuambia nini hatima ya maisha ya Tina pamoja na mama yake. Tuendelee kuchambua sehemu hii hapa ambayo inamuonyesha Mr. Kevin kutoa lawama za moyoni. Yani kifupi ni kwamba anajilaumu mwenyewe kwa kitendo alichoweza kukifanya, akiamini kwamba mke wake hakuwa na makosa yoyote, ni kwa sababu aliwekwa kwenye njia panda. Yani kifupi ni kwamba walimpa machaguo, amchague mama yake au amchague mume wake. Hiki ni kitu ambacho ni kigumu sana. Sasa nafikiri kwamba hayo siyo yetu yanayotuhusu kwa siku ya leo. Sasa nafikiri kwamba Mr. Kevin anakwenda kucheza kwenye ngoma ambayo imeandaliwa na Tom pamoja na Amina. Nikwambie tu kwamba hii hapa ni Ama Films. Usisahau kusubscribe kwenye channel hii, na mimi mtoaji wa maelezo haya ninaitwa Ama. Sasa tuendelee na sini ile pale ambayo ilimuonyesha binti ambaye anaitwa Tina ya kwamba yuko madly in love, yani amependa, amechizika kwa ajili ya penzi la Mr. Kevin. Yani humwambii kitu chochote kile kuhusiana na mahusiano yake pamoja na Mr. Kevin. Naam, jambo kubwa zaidi ambalo limewakela wengi nafikiri mmechukia, na ndio maana nikakwambia kwamba kwenye episode ya 15 kunaweza kukatokea ugomvi mkubwa sana kati ya mama pamoja na mtoto wake. Hivi hii imekaaje? Anataka kuchoma nguo za mkwe wake. Yani hii hapa nafikiri itakuwa ni moja kati ya sababu ambayo itamtoa humu ndani. Sasa sijui ni kwa nini Tina anashindwa kumchagua mume wake na kuachana na mama yake, kwa sababu hata vitabu vya dini, vitabu vitakatifu, Biblia pamoja na Qur'ani zinasema kwamba mwanamke ataachana na mama yake, ataachana na baba yake, ataambatana na mzazi
wazazi wake. Sasa sijui ni kitu gani ambacho kinamsababisha Tina aendelee kumng'ang'ania mama yake. Mimi ninafikiri hapo kitu ambacho angetakiwa kukifanya Tina ni kumfukuza mama yake, lakini hiyo haipendezi. Basi amuache kwenye hili jumba, aende kuishi nyumba nyingine na Mr. Kevin, kwa sababu sidhani kama Tina anashindwa kupangisha nyumba nyingine akaishi na Mr. Kevin, ama anashindwa kununua nyumba nyingine kutokana na mali ambazo yuko nazo. Naam, tuachane na hayo yote yaliyoweza kupita. Mambo makubwa zaidi ambayo nafikiri wengi watakuwa wamechanganyikiwa hapa, na wengi watakuwa wamechukizwa na tabia za binti ambaye anaitwa Maya kushindwa kumwamini rafiki yake, ya kwamba rafiki yake Pipi anamchiti. Sio rahisi kuweza kuamini, lakini ninafikiri kwamba binti ambaye anaitwa Maya alitumia pupa, kurupuku, yani alikurupuka vibaya mno kwenye episode ambayo ilipita. Ilikuwa ni kidogo tu amfumanie yeye pamoja na mtaalamu bwana Nelly. Ni vile tu alifanya kwa kukurupuka, alitakiwa kuwa makini. Sasa alienda kichwa, hatimaye binti ambaye anaitwa Pipi akashtuka kwamba huenda kuna kamchezo kanaendelea hapa, maybe binti anamfuatilia. Sasa ili ni kosa ambalo aliweza kufanya, na kwa sasa tunatambua kabisa Mr. Nelly maisha kwake yanakwenda kuwa magumu, kwa sababu kapokea simu inayomtaka aweze kulipa kodi kwa wakati. Moja kwa moja nafikiri Nelly atakwenda kutembea na huyu binti ambaye wanamuita Pipi, kwa sababu Maya anajifanya hataki kuelewa, hataki kumsamehe Mr. Nelly. Moja kwa moja Nelly tunatambua kabisa ni mwanaume ambaye anategemea kipato kutoka kwa mabinti hawa. Sasa kwa kuwa Maya alishaamua kujiengua, anajifanya mpendi Mr. Nelly wakati anampenda. Sasa nafikiri hii nafasi acha aichukue dada ambaye anaitwa Pipi, kwa sababu sidhani kama Nelly atamkatalia Pipi, na tunatambua kabisa kwamba Nelly hana uwezo wa kuweza kulipa kodi hapo nyumbani, na moja kwa moja itakuwa ni nafasi kwa binti ambaye wanamuita Pipi, kutokana na kwamba naye kipato anacho, anaweza akalipa kodi. Sasa tusubiri tu, binti ambaye anaitwa Maya anakwenda kuumia muda si mrefu, kwa sababu ameshindwa kumwamini rafiki yake.